Ni matumaini yangu ya kwamba ni mzima wa afya katika wakati huu, na Mungu ni mwema maana ameturuhusu tena kufika katika masaa haya na wakati pendwa kabisa ambao tunakutana pamoja na wewe ndugu mtazamaji katika vipindi hivi ambavyo tunabarikiwa kwa pamoja. Tupo katika mfululizo wa kujifunza neno la Mungu kupitia lesoni ambayo inatubariki sana, na si nyingine ni Bobea Andikoni. Tumekuwa na mfululizo mzuri kabisa tangia tunatoka Misri, na mara ya mwisho kabisa tulikuacha pale ambapo tulikuwa tupo upande wa magharibi wa mto Yordani. Sasa tunahitaji kuvuka mto Yordani. Kiongozi ambaye tulikuwa naye ambaye ni Musa amekwisha fariki. Maombolezo yamefanywa kwa muda wa siku 30, lakini kiongozi mwingine anaibuka ambaye ni Yoshua. Je, atafanikiwa kuwavusha watu wa Mungu Israeli ng'ambo ya mto Yordani? Nini kitakachotokea? Watakapovuka mto Yordani, nini kitakachofuata katika kupambania mji wa Kanaani? Ni kualike katika siku ya leo, tufuatana pamoja nami ili utambue kisa hiki kizuri cha kuvuka mto Yordani. Naamini utabarikiwa. Ndugu walimu, niwakaribishe tena katika mwendelezo huu katika siku ya leo. Ninaona nyuso zenye tabasamu kabisa. Ninaamini Mungu analo jambo ambalo anatamani kunena kupitia nyie. Hivyo kwa kuanza kabisa ni kukaribishe ndugu Kachim. Wena mtazamaji hawafahamu majina yenu. Tunaye ndugu Kachim pale ni Hekela, ndugu yetu pale Kachimu. Tunaye Madam Yasinta, leo tumekuwa na mgeni. Lakini tunaye ndugu Shashi, tumezoea kumuita Church Elder. Lakini tunaye bwana Makolo hapa, mwalimu wetu. Hivyo kwa kuanza ni kukaribisha ndugu Kachimu kwa kuomba, baadaye utusomee fungu ambalo litakalo tuongoza kwa siku ya leo. Karibu. Okay, basi tupate nafasi ya kuomba. Utukuza na upewe sifa muumbaji wetu kwa kuwa pamoja nasi. Na masaa haya tunakualika ukawe pamoja nasi katika somo hili ambalo litaenda kubadilisha maisha yetu na hasa kutusogeza juu ya msalaba wako. Tunaamini utatenda kwa jina lako Yesu. Amina. Amina. Moja kwa moja nikisoma katika kitabu cha Yoshua 3 na ule mstari wa 5. Leo tutajikita hapo. Yoshua 3 na ule mstari wa 5. Maandiko yanasema hivi: Yoshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Mwisho wa kunukuu. Amina. Mungu akubariki sana. Amen. Mtazamaji unayetufuatilia, labda nikuelezee kwa ufupi mahali ambapo tupo. Mungu anatamani kuwavusha Israeli katika mto Yordani. Mto huu una urefu wa kilomita 120 tu kuanzia kwenye chanzo chake ambao ni bahari ya Galilaya, lakini pia unaenda mpaka kwenye bahari ambayo ni ziwa, naweza nikaita ni ziwa au bahari, ni ya chumvi. Katika maeneo haya kihistoria inaaminika kwamba ndipo ulipokuwapo mji wa Sodoma na Gomora, katika eneo hili la bahari ya chumvi. Bahari hii haitoi maji, manake inapokea tu. Yale maji yake yanakwenda wapi baada ya kuingia? Ni kwa njia ya mvuke yanatoka. Ndio maana ile bahari ina chumvi nyingi. Na ushahidi mmoja wapo niliwahi kuona, pasta mmoja aliwahi kwenda pale. Ndio. Unaweza ukaogelea bila kuzama kwenye hii bahari. Ni ya ajabu sana. Na Mungu anatamani kuwavusha hapa kwenye huu mto Yordani. Wangeweza kutokea kusini wakaingia, lakini Mungu anatamani kuwapitisha hapa. Je, kuna somo ambalo tunaweza kujifunza hapo? Fuatana pamoja nami na walimu hapa, huenda ukapata jambo fulani. Kwa kuanza, Madam Yasinta, karibu. Asante sana. Nashukuru mwenyekiti. Kwa mimi kwa hili somo, kitu ambacho nimejifunza ni imani ya Yoshua, lakini pia na utii. Kitu ambacho nimejifunza hapa, nimejifunza kwamba wakati mwingine Mungu anaruhusu tupitie majaribu ili kupima imani zetu, lakini pia uwezo wake kwetu uweze kujidhihirisha. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba Mungu alimjaribu Yoshua, lakini pia na wana wa Israeli kwa kutaka wavuke hapa kwenye huu mto Yordani. Kwa kupitia hivyo nikaona kwamba Yoshua alikuwa na imani, lakini pia alikuwa mtii.
kwamba pale Mungu alipomwambia aende akusita, kuwa na wasiwasi kwa sababu alikuwa na imani. Kuona sisi pia leo pale Mungu anapokuwa anatuambia twende sehemu, tusiwe na wasiwasi na wala tusisite, kwa sababu kupitia imani na utii Mungu anafungua njia. Amina. Mungu akubariki sana Dayasinta. Katika lesoni yetu kuna mahali panasema katika utangulizi, nasema katika kila jaribu kusudi la Mungu ni kuimarisha imani yetu na yeye kujifunua zaidi. Changamoto katika mto Yordani kwa hakika zilijenga imani ya Waisraeli na kuwapa ujasiri kwa ajili ya changamoto kubwa zaidi zilizokuwa mbele yao. Kwa hiyo wakati mwingi Mungu anatupitisha njia ambayo huenda sio rahisi. Lakini lengo huwa ni moja tu, sio kwamba tuanguke, lakini lengo la Mungu ni kutukomaza zaidi kwenye imani zetu. Maana wakati wote tukipitia wakati rahisi, imani inaweza isilete maana yake kamilifu. Kwa hiyo wakati mwingi Mungu anatupitisha kwenye nyakati kama hizo ili imani izidi kukomaa. Kwa hiyo ndugu mpenzi mtazamaji, huenda unapitia wakati fulani ambao ni mgumu. Hata Waisraeli pia walipita kwenye nyakati hizi na ilikuwa tu ni kwa ajili ya kukuza imani zao. Kwa hiyo jipe moyo, Mungu bado yuko pamoja na. Ndugu Makolo, naam, labda nikukaribishe katika mjadala huu. Ungependa kuzungumzia nini leo ambacho Mungu amekupatia? Karibu. Naam, asante. Tunapojifunza habari ya ng'ambo ya Yordani, kuna jambo moja ambalo limejirudia pia, kwamba wakati wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri, walivuka maji kwa namna ya muujiza. Na huu muujiza ulikuwa tu ni kwa ajili ya kuendelea kuwakuza na kuimarisha katika habari ya kufika wapi? Yordani. Yaani safari yao iliendelea kuimarishwa na imani yao iliendelea kuiva siku kwa siku. Lakini jambo moja ambalo lilitokea kwa kiongozi wao aliyekuwa Musa, tunakuja kuona tena linatokea kwa kiongozi mwingine ambaye ni nani? Yoshua. Lakini pia kwa kizazi kingine, isipokuwa tu Caleb na Yoshua walishuhudia muujiza wa ile bahari ya Shamu, kuacha njia na wakaweza kuvuka. Lakini tukio kama hili linajirudia katika uongozi mwingine. Cha ajabu ni katika mto, na wanavuka kwa namna ile kwamba maji yaliganda ile sehemu ambayo yalikuwa yanatoka, kwa hiyo yaliruhusu njia wakaweza kupita. Na yaliganda kwa namna gani? Kwamba maagizo ya Mungu yalitokea kwamba wale makuhani waweze kutangulia, na wanapotangulia wasimame katikati ya ule mto. Baada ya kuingia tu maji yalikata na akawa yametengeneza njia, wana wa Israeli wakawa wamepita. Sasa jambo hili katika Agano la Kale pia limejaribu, Agano Jipya limejaribu kuongelewa pia. Habari ya Yesu alipowakuta akina Petro kwamba wamehangaika usiku kucha wakiwa wanatafuta samaki. Lakini cha ajabu, kwa kauli ya Yesu walitii kwamba warudishe nini? Nyavu baharini, na zeni walipata kila ambacho walikipata siku ile. Ni kweli kwenye maisha yetu tunapitia changamoto nyingi, lakini Mungu anapozungumza pamoja na sisi, tutii neno lake na tutende kama anavyohitaji tutende. Matokeo tutayapata, ushindi tutaupata, na sisi tutakuwa tunaendelea kustawi katika neema ambayo ametupa. Asante sana. Amina. Mungu akubariki sana. Moja ya swali ambalo huenda Waisraeli walijiuliza sana ni kwamba kwa nini sasa na kwa nini hapa? Kwa nini sasa na kwa nini hapa? Tunafahamu majira ya mwaka, si ndio? Hebu Mwalimu Makolo, hichi kipindi walivyokuwa wanavuka huo mto ilikuwa ni majira gani? Majira kabisa. Majira ambayo walivuka wana wa Israeli ni majira ya msimu wa mvua. Yaani mto ulikuwa unafurika kweli, na wangepita wakati wa ukame, ilikuwa haihitaji muujiza wowote wa kutendeka ili wavuke. Lakini kiwango cha maji kwa wakati ambao walivuka ulikuwa ni mkubwa. Kwa hiyo inaashiria ulikuwa ni wakati wa msimu wa mvua. Amina. Huenda mtu asielewe, wakati wa kipindi ambacho ni cha kawaida tu, mto Yordani unakuwa na kina cha urefu wa
mita kama 0.3 hivi mpaka mita 5. Kwa sio mto unaotisha sana. Lakini majira aliyokuwepo haya, kama alivyozungumzia Mwalimu Makolo, ilikuwa ni wakati ambapo wanaita, kwa Kiingereza wanaita snow, zinayeyuka, maji yakawa yanajaa. Kwa hiyo ilikuwa ni mto una maji mengi sana, na wanajiuliza kwa nini Mungu asingesubiria wakati mwingine ndipo atuvushe? Kwa nini wakati huu? Kama alivyosema dada Yasinta, Mungu alikuwa anatamani wajifunze jambo. Huenda walikuwa, nadhani hata nyinyi mmeshawahi kujifunza. Tulisikia kwamba waliofika Israeli ilikuwa ni nani na nani? Caleb na Yoshua. Nilipokuwa mdogo, nilipokuwa nikisikia hivyo nikajua ni watu wawili tu waliofika. Kumbe kilikuwa ni kizazi kingi tu. Wengine walikuwa wanasikia habari za kuvuka bahari ya Sham, lakini na wenyewe wameshuhudia wakati huu. Tunaye Mwalimu Chachilda. Naam. Karibu. Asante sana. Nashukuru. Mimi ningependa kuongezea kwamba katika lesson yetu ya ng'ambo ya Yordani, ninatamani msikilizaji wangu ajifunze nami kipindi ambapo wana wa Israeli wanatamani kuvuka ng'ambo kwenda nchi ya Kanani. Cha ajabu ni kwamba katika makabila matatu, yani mawili na nusu, kabila la Gadi, kabila la Reuben pamoja na nusu la kabila ya Manase, lilipata ulisi kabla ya kufika nchi, kabla ya kuvuka Yordani. Manake magharibi pale. Mashariki Okay. mwa Yordani. Lakini Musa alikuwa amewaagiza kwamba ni kweli ninyi mmepata ulisi kabla ya kufanya nini? Kabla ya kuvuka mto wa Yordani. Lakini jambo la pekee ni kwamba wanapaswa wavuke pamoja. Waende, yani wanaume wa vita, manake wale waliokuwa kwa historia ya Israeli kwamba mtu akifikisha miaka 20 alikuwa anaruhusiwa kwenda wapi? Vitani. Na alikuwa anachukuliwa kama mtu mkubwa. Kwa hiyo wanaume kuanzia miaka 20 kuendelea ndio ambao waliondoka, manake waliacha familia zao wakaenda pamoja na nani? Wakaenda pamoja na makabila mengine yote ambayo manake ukitoa matatu haya na nusu, manake kama 9 na nusu 12, manake walifanya nini? Walienda. Sasa mwandishi anasema kwamba ingelikuwa kwamba kama hao makabila, kwa sababu haya mawili yalikuwa yameshapata ulisi, yangesema bana sisi tumeshapata chetu, basi tusalie wapi? Tutulie tu sisi. Fikiria wewe, unajua kwamba kule mbele kutakuwepo na vifo. Maana kuna vita, makabila ya Kanaani yalikuwa ni makali kwa kipindi hicho. Kwa hiyo sasa Musa aliwaambia kwamba ni kweli kila mmoja anapaswa, ni kweli kila mmoja anapaswa, tuna lengo moja la kuipata nini? Nchi ya Kanaani. Kila mmoja apate ulisi. Kwa hiyo tutaenda kwa pamoja, kisha kila kabila kisha nafasi yake, mtafanya nini? Mtarudi. Kama wasingeenda hivyo, manake kwamba wangewakatisha tamaa na wengine wangeogopa kwamba inakuwaje sasa. Kwa hiyo hata leo sasa katika kipindi hiki kama watu tunaosubiria marejeo ya Kristo, tunahitaji kuungana pamoja. Tusiwaachie makundi baadhi tu kwamba sisi kazi yetu tumemalizia hapa, tusiwaachie hivyo. Kwa hiyo tukienda pamoja tutatiana nguvu na tutafika. Nilipenda quotation moja inasema kwamba, mwisho kabisa anasema kwamba mchukulieni mzigo na kutimiza hivyo sheria ya Kristo. Kanisa leo linahitaji vijana waliopo tayari kutumika nje ya nyumba zao, nje ya kuta za kanisa na hata katika nchi nyingine, ili kusaidia kuendeleza kazi ya Mungu popote wanapohitajika. Kwa hiyo leo kanisa lina wito kwa vijana, kwa wanaume na wanawake kwamba watoke nje ya wigo wao, waende wakashirikiane ili kuimaliza nini? Kazi. Kwa hiyo tukiungana kwa pamoja kuna ushindi wa hakika. Amen. Mungu akubariki sana. Tumekuwa na nadharia ambayo ni mbaya sana. Mbaya. Tunaamini kwamba kazi ya injili ni ya wachungaji tu, wainjilisti na makundi baadhi. Lakini leo tumepata wito mzuri kabisa hapa kwamba kumbe Mungu anahitaji makundi yote. Ndiyo. Makundi yote. Ndiyo. Kwa hiyo upo kijana ambaye unatusikiliza. Upo mshiriki katika kanisa ambaye unatusikiliza. Sio mchungaji tu ana jukumu la kuongoa roho. Pamoja na wewe, Mungu anahitaji uvuke mipaka yako, nyumba yako, uvuke mtaa unaoishi,
uvuke hata mkoa unaoishi kwa ajili tu ya kazi ya Mungu kama Yoshua alivyofanya. Na Mwalimu Kachimu, nina shauku ya kusikia kutoka kwako ni jambo gani ambalo umelipata katika somo hili la leo. Karibu sana. Nashukuru sana Mwalimu Jackson, na jambo la msingi ambalo nimelipata leo ni kuendelezea kile ambacho Elda amekisisitiza. Manake kuna pointi ambayo hapa ilikuwa ikihusiana na habari za kusimulia visa. Hapo ndipo nimependa sana nijikite hapo kwa muda mfupi huu. Kwenye habari ya kusimulia visa, tunapata kwamba wana wa Israeli hawa wali nani mawe 12. Walichukua mawe mangapi? Mawe 12. Na haya kwa nini waliyachukua? Waliyachukua na kuyaweka ili iwe ukumbusho na kuwasaidia watu kukumbuka, kwa sababu amekoti hapa kwamba kuwasaidia watu kukumbuka na kumtukuza na kukutukuza kwa uaminifu wa Mungu. Kwa hiyo kupitia visa hivi vilikuwa vinawatia moyo sana, na hata wakati fulani walikuwa wakikata tamaa, lakini kupitia visa vilivyopita viliwatia moyo kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kusonga. Maana yake hata kwa habari ya Yohana wameweza kuielezea hapa kwamba namna ambavyo na yeye amesimuliwa na akaonyeshwa mambo pia ambayo yatatupata. Kwa hiyo kupitia hivyo visa vipo kwenye Ufunuo 12 ambavyo alivuviwa hata vya wakati ujao. Maana yake kupitia vile ambavyo vilitokea kipindi cha nyuma ukaunganisha na vile ambavyo vimesimuliwa ambavyo vya wakati unaokuja, unakuja kupata kitu kizima ambacho kinakutia kwenye imani, au kitu ambacho amekisema hapa dadangu hapa hivi Yasinta. Kwa hiyo cha msingi ambacho tunajifunza, ushuhuda una nguvu sana. Ushuhuda una nini? Una nguvu sana. Na ndio maana ukisoma ile Zaburi ya 136 wamezungumzia habari za mshukuru Mungu kwa maana fadhili zako ni za nini? Ni za milele. Yeye aliyewavusha katika bahari ya nini? Ya Shamu. Kwa hiyo wanaanza kunukuu historia ili wafanyeje? Ili watiwe moyo. Maana yake hata wakifika sehemu wamegota, wakumbuke kumbe kipindi cha nyuma walifanywa hivi. Na huenda kumbe hata changamoto hii tunayoipitia ni ndogo zaidi ya kile walichofanyaje. Na hii inaingiza sasa kwenye maisha yetu. Inakuwaje? Wakati fulani unaweza ukaugua tu hata kidole mfano. Ukalia. Lakini ukachukua muda kwenda kutazama, ukazunguka labda maeneo ya kupata huduma, si ndio? Labda hospitali. Unafika kule unakutana na mgonjwa. Tena labda amelala tena kitandani hata mwaka wa 7. Mfano tena nikiingiza hata kwenye Yohana 5. Wamezungumzia habari za mgonjwa ambaye alilala kitandani miaka 38. Halafu wewe unalia una kidole tu. Kwa hiyo kupitia kujua kwamba kumbe kuna mtu ambaye alishawahi kuugua kiasi ambacho alilala kitandani miaka mingapi? 38. Maana yake unatiwa moyo na kusonga mbele. Kwa hiyo kupitia kusimuliwa visa vinatia moyo, na hata sisi tunapata kutiwa moyo tunapovisoma vile. Kwa hiyo kupitia vile visa vilivyopita vinatupa ushindi kwa ajili ya kusonga mbele. Na mwisho wa siku sasa Yesu yupo na ametushindia. Kwa hiyo kupitia kusoma historia ya Yesu alivyoshinda itatutia moyo kusonga mbele. Amen. Mungu akubariki sana. Nimepata kitu hapo kizuri sana. Kumbe kama wazazi wajao au wazazi wanaotusikiliza, ni muhimu sana kumhadithia mtoto wako visa vya maandiko matakatifu. Acha na mambo ya televisheni. Pata muda wa kukaa na mtoto wako. Muelezee visa virahisi kabisa vya neno la Mungu. Vinakuza imani yao sana na kuwajenga karibu na Kristo. Na msaidie mtoto wako ambaye baadaye anakuwa aje aseme ndio kwa Kristo. Maana huenda tunao wapagani nyumbani, lakini pale wanapokuwa tunapowasimulia visa tunawasaidia kuja kusema ndio kwa Kristo na kuzamishwa kwenye maji. Amen. Unajua uzoefu wa kuvuka Yordani ulikuwa sio kawaida. Labda nikugusie hapo. Ulikuwa sio kawaida kabisa. Kwa sababu sio kwamba mto uligawanyika ndio akavuka. Waliambiwa wasonge mbele. Alafu mto na maji ya kutosha. Na makuhani wameambiwa wasonge mbele. Wamebeba nini? Wamebeba sanduku la agano. Alafu wakati huo Waisraeli wa kawaida walikuwa wanakaa kilomita 1 nyuma ya sanduku. Hasa wenyewe wanashuhudia kwa mbali pale makuhani wanaenda mpaka wanakanyaga kwenye maji, ndipo maji yanafanyaje? Yanazuiliwa upande huu na upande huu. Pale panabaki pakavu, wanavuka. Ilikuwa ni jaribu la imani zito sana. Na baadaye wanasonga mbele. Ni kwa muda kidogo,
wakapita mpaka wote wakafanyaje? Wakaisha. Kwa hiyo kumbe inatufundisha, kuna kitu inatufundisha hapa. Kabisa. Nani anaweza akasema hapo jambo gani tunalipata hapo kupitia hicho kitu? Mwalimu Makoro, karibu. Lipo jambo kuu ambalo tunatakiwa kulifahamu kwamba makuhani ndio waliotangulia ili kuanzisha safari ya kuvuka mto Yordani. Na tunapoona kwamba wanahakikisha wanatangulia wakiwa na ile sanduku la agano, wanaingia na maji yana stop. Ninamuona Yesu ninamuona pale ambapo yeye anajiita kama kuhani mkuu, ambapo kuhani mkuu alikuwa na kitu cha kutoa katika ile hema anapoenda kwa habari ya kuwapatanisha wanadamu. Kwa hiyo hata Yesu naye ana kitu cha kutoa. Ukisoma Waebrania 8 utaona mambo hayo yameelezwa. Kwa hiyo makuhani walitangulia, na sisi tunaye kuhani ambaye tayari ameshafanyaje? Ameshatutangulia. Kwa hiyo anaandaa njia, sisi tutafika na tutapita salama na tutaishi pamoja na yeye. Lakini kuna kitu ambacho natamani kukiongeza kingine kwamba tendo la kusonga mbele lilikuwa ni tendo la imani, lakini imani imerisishwa kutoka kwa kiongozi mmoja kwenda kwa kiongozi mwingine, na jaribu la kwanza ni jaribu la kwanza pia kwa kiongozi mwingine ambalo lilihitaji imani, na silaha pekee iliyotumika kwa kiongozi aliyepita ilikuwa ni imani, na huyu alitumia imani na jambo lile likatendeka kwa uzuri na wana wa Israeli wakawa wamefanikiwa kuvuka. Lakini kuna maneno ya mwandishi mafupi hapa, anasema leo Mungu anahitaji vijana ambao ni vielelezo vya imani, watu ambao wataongoza njia na kuwa wa kwanza kukanyaga ndani ya maji. Tunapoonesha imani, kielelezo chetu kinaweza kuwatia moyo wengine kufuata kisa cha Yoshua cha imani, kinaweza kuendeleza pamoja na sisi tunasonga mbele katika imani. Amen. Mungu akubariki sana. Somo letu leo ni ng'ambo ya Yordani. Na tunavuka leo na tumeshavuka, si ndio? Yeah. Tumevuka. Na kama tumevuka, lakini pia yapo makabila ambayo yameshapata urithi wao. Yeah. Walianza kulima pale na wakapata huenda mavuno ya kwanza, lakini kwa sababu Mungu alikuwa hahitaji watu wao binafsi, akawaambia hapana, tunasonga mbele mpaka tuwasaidie wenzetu na wenyewe wapate milki ili tuwe pamoja. Hiyo natufundisha ushirikiano leo. Ninatamani wote mzungumze, lakini muda umekwisha, yani umekwisha kabisa. Angalau kwa maneno mawili, dada Yasinta, karibu useme jambo ambalo huenda lika karibu. Amen. Kitu ambacho nahitaji kuongeza, mimi nahitaji tu kuzungumza kwamba hapa kuna sehemu ameuliza kwamba yani changamoto, kwamba tunakubali kwamba changamoto zinafanya imani yetu ikue. Kwa kitu ambacho nataka kumwambia msikilizaji ni kwamba wakati mwingine unaweza kuwa unapitia changamoto kabisa, ukapitia kwa muda mrefu, lakini usikate tamaa, kwa sababu Mungu anataka kukuimarisha na kukukuza kwenye imani. Lakini pia yeye mwenyewe anataka utakapotoka kwenye hiyo changamoto, wewe mwenyewe uweze kusema kwamba kweli hapa Mungu ndiye aliyenitoa hapa. Amina. Mungu akubariki sana. Aha. Na tamani tungeendelea, lakini ndugu mtazamaji, ndipo tunapofikia tamati ya kipindi chetu cha siku ya leo. Na kwa siku ya leo tumevuka ng'ambo ya Yordani. Mbele yetu kuna mji ambao ni wa majitu marefu, lakini pia unakuta na si mji mwingine, nini? Yeriko. Kumbuka hatuna uzoefu wa kupigana. Alafu kamanda wetu hajapitia jeshi, Yoshua. Na tunatumaini la kushinda. Je, Mungu atatusaidiaje hapa? Tutashindaje hapa? Nikualike uendelee kufuatilia vipindi vyetu vya Bobea Andikoni kwa juma linalokuja au kipindi kinachokuja. Tutajifunza jinsi gani Mungu atakavyotupigania
kuushinda mji wa Yeriko. Na ndivyo Mungu atakavyokushindia hata wewe pia katika miji yenye maboma na mambo mazito ambayo yanakuja mbele yako. Karibu tukuze imani pamoja kupitia Bobea Andikoni. Amen. Na nimkaribishe mwalimu Church Elder. Karibu kwa ombi la kufunga. Asante mwalimu. Basi tuombe. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni kwa nafasi uliyotupatia. Umekuwa nasi Mungu, tunakuomba ukawabariki wasikilizaji, hata sisi ambao tulikuwa umetutumia kuliwasilisha hili somo. Neema yako ikawe nasi, ni kwa jina la Yesu, amen.